Fainali ya kombe la dunia 2026 ilikuwa pambano la kiwango cha juu kati ya Hispania na Argentina. Lakini ndani ya dakika zote za mchezo ilionekana wazi kuwa Hispania ndiyo iliyokuwa ikipeleka mchezo. Ingawa ushindi ulipatikana kwa bao 1-0. Baada ya muda wa ziada, tofauti ya kiwango haikuonekana kwenye mabao pekee, bali kwa umiliki wa mpira, utulivu wa pasi na uwezo wa kudhibiti kasi ya mchezo. Hispania iliwabana Argentina kuanzia mwanzo hadi mwisho na kuwanyima nafasi nyingi za kushambulia. Hii ni TriGen Media, mimi ni Hamisi Mbega. Kijana mwenye umri mdogo Lamine Yamal alikuwa miongoni mwa nyota waliobeba matumaini ya Hispania. Kila aliposhika mpira, aliwalazimisha mabeki wa Argentina kurudi nyuma, akitengeneza nafasi na kuonyesha ujasiri mkubwa. Pamoja naye walikuwepo Nico Williams ambaye alitumia kasi yake ya kuipasua safu ya Argentina mara kadhaa. Rodri yaye alikuwa injini ya kiungo kwa kupiga pasi nyingi, huku Pau akiongeza safu ya ulinzi kwa utulivu mkubwa. Argentina waliingia uwanjani wakiwa mabingwa watetezi, lakini walijikuta wakicheza chini ya presha kubwa. Walishindwa kuunganisha mashambulizi yao ya kawaida, huku Lionel Messi, Julian Alvarez naye na wenzake wakikosa nafasi za kutosha kutokana na presha kali ya Hispania. Kila walipojaribu kujenga mashambulizi, Rodri na wachezaji wa kiungo wa Hispania waliwanyang'anya mpira mapema. Mlinda mlango Emiliano Martinez ndiye aliyeweka Argentina kwenye mchezo kwa muda mrefu. Aliokuwa mipira mingi ya hatari kutoka kwa Yamal, Nico Williams na Ferran Torres. Bila uwezo wake wa kuokoa mashuti, Hispania ingeweza kushinda kwa mabao mengi zaidi kabla ya hata ya kufika muda wa ziada. Bao la ushindi lilifika katika muda wa ziada kupitia Ferran Torres, aliyemalizia vizuri pasi ya Nico Williams baada ya safu ya ulinzi ya Argentina kushindwa kuhimili mashambulizi ya mara kwa mara. Bao hilo lilikuwa matokeo ya presha kubwa ambayo Hispania ilikuwa imeweka kwa muda mrefu, na ilithibitisha kuwa waliutawala mchezo kwa karibu kila kipengele. Kadiri muda ulivyosonga, wachezaji wa Argentina walionekana kupoteza utulivu. Walipoona mbinu zao za kawaida hazizai matunda, walianza kucheza kwa nguvu kupita kiasi. Enzo Fernandez alipata kadi nyekundu baada ya makosa yaliyotokana na hasira kuiacha Argentina ikicheza pungufu, jambo lililofanya Hispania kupata nafasi zaidi za kushambulia. Baada ya filimbi ya mwisho, hali ilizidi kuwa mbaya. Furaha ya Hispania ilikatizwa kwa muda kutokana na vurugu zilizoanzishwa na baadhi ya wachezaji wa Argentina. Leandro Paredes alitolewa kwa kadi nyekundu baada ya kumkata Gavi katika mzozo uliozuka uwanjani. Tukio hilo lilikosolewa na wadau wengi wa soka ambao waliona halikustahili kutokea kwenye fainali ya kombe la dunia. Ushindi huu umeonyesha kizazi kipya cha Hispania kimekomaa. Wachezaji vijana kama Lamine Yamal, Pau Cabarrós na Nico Williams wamechanganyika vizuri na wenye uzoefu kama Rodri, Unai Simon na Ferran Torres. Mchanganyiko huo umeifanya Hispania kuwa timu yenye nidhamu, ubunifu na uwezo mkubwa wa kutawala michezo mikubwa duniani. Historia ya mafanikio ya soka la Hispania imejengwa taratibu kwa miaka mingi. Baada ya kushinda kombe la dunia mwaka 2010 nchini Afrika Kusini, Hispania iliendelea kuwekeza kwenye akademi za vijana kama La Masia na nyingine nyingi zilizozalisha vipaji vya hali ya juu. Mfumo wa kucheza pasi nyingi umeendelea kubadilika na sasa umechanganywa na kasi ya vijana kama Yamal na Nico Williams, jambo lililowarejesha kileleni mwa soka la dunia. Kwa ushindi huu wa mwaka 2026, Hispania imeandika historia kwa kutwaa kombe lao la pili la dunia baada ya lile la mwaka 2010. Safari yao imeonyesha kuwa mafanikio hutokana na uwekezaji wa muda mrefu katika vipaji vya vijana, nidhamu ya kiufundi na falsafa ya kucheza kama timu. Fainali dhidi ya Argentina itakumbukwa si kwa bao la Ferran Torres pekee, bali pia
kwa namna Hispania ilivyoutawala mchezo, Lamine Yamal alivyoonyesha kuwa nyota wa sasa na wa baadaye, pamoja na jinsi Argentina walivyomaliza mchezo kwa hasira na matukio ya kadi nyekundu yaliyotia doa pambano hilo. Hii ni TriGen Media.